one will not happen in my time. Amen. Hallelujah. This one will not take place as I watch. I refuse. This one, not my time. Not my time. It will not happen. It will not take place. Isaiah 7:7. It will not happen. It will not take place. It will not happen. It will not take place. Nataka nisimamishe mtu siku ya leo ambaye atasimama kwa pengo. Aseme uovu hautatendeka nikiwa wai. Unless nikiwa nimeondoka. Uovu hautatendeka nikiwa wai. Watu hawataendelea na kuangamia nikiwa wai. Unless nikiwa nimeondoka. It will not happen. It will not come to pass. Isaiah 7:7. Lakini mimi Bwana Mwenyezi Mungu nasema hivi. Jambo hilo halitafaulu kamwe. Jambo hilo lazima tupate watu ambao watasimama na Isaiah 7:7 na kwamba jambo hilo halitafaulu wakati wangu. Maroho hayo haitaendelea kushika watu wakati wangu. Hatutaendelea kuona ajali wakati wangu. Warogi wataendelea kuruka na maoteo wakati wangu. Jambo hilo, it will not come to pass. It will not happen and it will not come to pass. Am I talking to somebody in this church today? Yes. Somebody say, my Father, my Redeemer. My Father, my Redeemer. Jambo hilo halitatendeka. Hallelujah. Amen. A lot of evil is happening. Tulikuwa tunafanya uchunguzi nikakuta ya kwamba sasa wameachilia roho ya magonjwa. Almost kila mtu, ni wewe tu ambao si mgonjwa, kila mtu ni mgonjwa, na wengine mko hapo mnafanya kurecover. But the attack imeachiliwa si kwa watoto, si kwa wazee, si kwa watu wameokoka, si kwa wale hawajaokoka, si kwa wahubiri, sio kwa wale ambao sio wahubiri. Kuna attack imeachiliwa, na ni lazima kuwe na watu ambao wana mafikira kama ya Mungu wa kusema ya kwamba jambo hilo halitatendeka. It will not happen. It will not come to pass. Am I talking to somebody here? Yes. Ni lazima kupatikana watu katika klasi ya leo, watu walio na mauchungu ya rohoni, watu ambao wanakasirika kwa anga, watu ambao wanasimama waseme, macho yangu haitaona shetani akishinda, masikio yangu haitasikia shetani akishinda. These things will not happen in my time. Hallelujah. I'm not going to allow people to die. People will not die in my time. Amen. Women will not die in my time. Men will not die in my time. Yes. Churches are not going to close in my time. Hii jambo haitatendeka. Hallelujah. It will not happen. It will not come to pass. Are you here, somebody? Yes. Somebody say, my Father, my God. My Father, my God. I'm standing to stop the works of the devil. I'm standing to stop the work. In the name of Jesus. In the name of Jesus. My Father, my God. My Father, my God. Use me to eliminate the enemy. Use me to eliminate the In the name of Jesus. In the name of Jesus. A lot of evil is happening. People, business, they are crashing. Biashara za watu zinaenda chini. Watoto wetu wanaendelea kuteseka. Ni lazima kusimame mtu ambaye alipitia school of deliverance, aseme ya kwamba mimi ni askari na kuna mambo nitasimamisha, na sitaruhusu shetani apatiwe mileage, maana mimi nimekuja kupatia Jesus mileage. Hallelujah. Are you here, somebody? Yes. Wapendwa, ni lazima muelewe hivi ya kwamba shetani huwa atoki bila kupigwa. Shetani atoki bila kukemewa. Ndio James 4:7 inasema, resist the devil and he will flee. He cannot flee unless somebody stands with the authority of Jesus. Mtu asimame na mamlaka ya Kristo, aseme ya kwamba I resist you devil, I resist you Satan, I resist you witches, I resist sickness and disease, I resist coronavirus. No matter the name you are giving yourself, I resist you. In the second heaven, in the first heaven. Oh my God, am I talking to somebody? Yeah. I resist the devil. Hallelujah. Somebody say, my Father, my God. My
stop demonic activities, to stop demonic in activity. the name of Jesus. In the name of Jesus. Lazima kupatikana watu wa kuamrisha mimba za mashetani si abort. Shetani amekuwa mjamzito, wachawi wamekuwa wajawazito, warogi wamekuwa wajawazito, na ile ujauzito wamebeba ni matatizo yetu. Wanakuwa wajawazito ndio wazae matatizo kwetu. Mimba yao tunaitoa leo. Amen. Nasema mimba zao tunazitoa leo. Zitoke. Nasema mimba zao tunazitoa. Zitoke. Are you here somebody? Yes, I am. Ninaomba nipate mtu katika hii madhabahu, mtu ambaye ataindafia na mipango ya shetani. Vile wameindafia na baraka zako, wakaindafia na biashara yako, wakaindafia na watoto wako, hivyo hivyo ndivyo nataka warudishe na hiyo mkono, ukapate kuindafia na anga zao, ukapate kukataa mipango yao. Am I communicating to somebody? Yeah. Somebody say, my Father, my God. My Father, my God. I command every demonic pregnancy I command every demonic to be aborted right now. to be aborted right In the now. mighty name of Jesus. In the mighty name of Somebody say, Jesus. every plan of the devil, Every plan of the devil, every evil program, every evil program, be aborted right now. be aborted. Command it to be aborted. Every evil program, Oh yes. right now, I am commanding, Yes. be aborted. Oh my God. Be aborted. Command it. Every evil program, be now aborted. Oh yes. Be now aborted. Evil program, be aborted. 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 Oh my God. Be aborted. In the name of Jesus. lazima kupatikana watu ambao wanasema ya kwamba we will not wait the entire process of the enemy to manifest. We're gonna cut the process of the devil. We're gonna reverse the agenda of the devil. I'm not going to sit on my time and watch the enemy prevailing. Not in my time. The devil, you better hear this early in advance. You will not make it in my time. You will not finish God's people in my time. I'm gonna stand. Oh my God. I'm gonna stand to be counted. But in my time, the devil never manifested. Amen. In my time, the devil never manifested. Are you here somebody? Yes. Maneno nasema ya kwamba those who believed in him, he gave them power to become. He gave them power. And those who believed in him, he gave them power. Power is to be demonstrated. Amen. Power is not something like to say you have power na ionekani. Power is to be demonstrated. Amen. Are you here somebody? Yes. And for you who are born again, who believe in Jesus, you have power in you. Amen. Somebody say power. Power. Am I talking to somebody? Yeah. Now, number two purpose of power is to challenge. Number one, demonstrate. Number two, challenge. 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 Amen. Amen. Nikisema hapa nataka kupima nguvu ya mtu na mwingine, na niwaambia kwamba sasa sukumani, yule atasukuma mwingine ndio ako na nguvu nyingi. Unaona wote wamechallengeana, but the lesser has bow to the greater. The lesser power must bow. Are you here somebody? Yeah. So purpose ya power is to challenge. To challenge. To challenge. We are here to challenge the devil. Amen. To challenge the enemy. Uh-huh. To challenge poverty. Uh-huh. Anything you don't challenge, you cannot conquer. Uh-huh. Anything you cannot challenge, you cannot conquer. Uh-huh. Anything you cannot challenge, you cannot conquer. Uh-huh. Unahitaji usimame useme hapana. Uh-huh. Hii njia mnanipeleka sio mimi nitapitia. Uh-huh. Ninyi mlitengeneza hiyo njia, mtapitia hiyo hiyo. Uh-huh. Inua mikono yako, sema power. Power. Sema power. Power. Pigia Yesu makofi mazuri. Mathayo 11:12. Mathayo 11:12 inasemaje? Tangu wakati wa Yohana Mbatizaji Since the time of John the Baptist mpaka leo Oh hii my God, up to now, ufalme wa mbinguni unashambuliwa
power, we who have power, we take the kingdom back. Oh my God. Wakati wa kukaa kanisani tukiangalia mambo ikiharibika, hiyo wakati ilikwisha jana. Ilikwisha jana. Nasema ilikwisha jana. Wakati wa kuangalia watu wakielekea hospitali, wa kuangalia news watu wakiambiwa watu wamekufa wangapi. Leo hii si kusikia watu wamekufa wangapi, ni kukamata roho ya kifo. Ni kukamata roho ya kifo. Ni kukamata roho ya makaburi. Ni kukamata wachawi. Ni kukamata madevil worshiper. Wakati wa kukaa tungojea habari mbaya imekwisha. Nataka kuambia watu wakae tayari. Na wakati wa kusikia habari njema ni saa hii. Tutabadilisha anga. Kile shetani amepanga Kenya tunakiabort. Kile shetani amepanga Afrika tunakiabort. Kile shetani amepanga hii my generation, it is going to be aborted. It will not happen. It will not come to pass. Am I communicating to somebody? Naombea watu wanne walio ndani ya nyumba hii waingiwe na moto. Bwana wanguze na moto. Bwana wanguze na moto. Wachane nguvu za giza. Kama ninaongea juu yako sema yes. Yes, makofi mazuri. Hallelujah. Am I communicating to somebody? Evil will never end until righteous man stands and opposes the wickedness. Wanapanga kila siku. Na kile kimeleta tatizo kwa kanisa ni kwamba kanisa huwa inangojea kikitendeka tuna react. This time around we are not going to react when they have already done. We are going to preemptively attack. We are going to attack in advance. Amen. Kabla wajakutana kwa hiyo mkutano, tutatuma kisirani. Kabla wachawi wajakutana, tutapitanisha maulimi zao. Kabla wajachukua hiyo picha yako na hiyo nguo yako kupeleka baharini, hiyo mikono tutakata. Sielewi ninaongea na nani katika hii madhabahu, lakini naongea kuhusu kuharibu utaratibu wa mashetani, kuharibu activities za mashetani. Kabla wajakuja usiku kuzunguka kwako, tutawarushia kuchanganyikiwa. We will attack before they attack. We will confront them before they confront us. Tutawanyamazisha kabla hawajatunyamazisha. Am I talking to somebody? Kabla hawajakufilisisha tutawaweka chini. Kabla hawajaua mtu wetu wataenda wao. Nasema kabla hawajaua mtu wetu wataenda wao. Kama unaamini sema yes. Sema my Father, my God. Give me power. To challenge the enemy. In the name of Jesus. Some of it will not happen. It will not come to pass. Especially in my time. Some of it, my Father, my God. Anoint me dangerously. Anoint me dangerously. To deal ruthlessly with the enemy. In the mighty name of Jesus. Some of it, fire. Hello somebody. Lazima tuinterfere na mipango yao. Lazima tuwapatie headache. Lazima tuwapatie kuumwa na kichwa. Lazima wajue kuna watu wasumbufu. Lazima kupatikane mtu wa kusumbua waganga. Nasema lazima kupatikane mtu wa kusumbua wachawi. Na ninakuombea huyo mtu ikuwe ni wewe. Masaa ya kunyamaza wapendwa imekwisha. Masaa ya kulala imekwisha. Nasema masaa ya kulala imekwisha. Masaa ya kunyamaza imekwisha. Tutapigana kwa mawazo. Tutapigana kwa maneno. Tutapigana kimaombi. Tutapigana kimatendo. Kama unaamini sema am I talking to somebody here? Na kuombea uingiwe na roho isiyo ya kawaida. Roho isiyo ya kawaida. Kama unaamini sema haleluya. Watu wale walitambulika kwa Biblia sana ni wale watu ambao walisimamisha maadui.
Tunamjua Samsoni kwa kuwanyamazisha maadui. Ama itoto somebody. Tunamjua Daudi kwa kuwasimamisha maadui. Tunamjua Elijah kwa kuenda mlima wa Karmeli na kusema niwe na liwalo. Yule ataitisha moto kutoka mbingu ushuke. Sisi wote tutaabudu Mungu wake. Lazima ujulikane kwa jambo fulani. Na kuombea ujulikane kwa jambo fulani. Wacha ijulikane kale kamchawi kalikufa, wewe ndio uliua. Nasema kujulikane kale kamchawi kaliingiwa na wazimu, wewe ndio ulitabiri. Waoga wakati hatuna kazi na dini. Wale watu waoga afadhali mkae nyumbani. Hali imefika sio ya waoga tena. Sio ya waoga tena. Sio ya waoga. Ayo hiyo somebody. Lazima tupate Shadraka, Meshaki na Abednego hapa. Ambao watamwambia mfalme, liwe na liwalo. Na liwalo na liwe. Ijulikane ya kwamba miungu yako ndio hatutainamia. Bwana atuokoe asituokoe. Sisi tumeamua kusimama na kusema ya kwamba wakati wa kuabudu vinyango, hiyo wakati ndio umekwisha. Kama ninaongea juu yako sema, hiyo mikono yako sema, my Father, my God. My Father, my God. Anoint me dangerously. Anoint me dangerously. Samueli wa kwanza 17:45. Inasema, lakini Daudi akamwambia Goliathi, wewe unanijia kwa upanga na mkuki na lakini mimi nakujia kwa jina la Mwenyezi Mungu. Huyu kijana anaitwa Daudi anasikia evil happening. All the time akiwa mahali yako anapokea habari. Anaambiwa kwamba kuna kitu kimejiinua kikasema kitatumaliza tukakimbia. Kuna kitu kimejiinua kinaitwa Goliathi. Tumesema kitatumaliza tukakimbia. Kuna kitu all the time habari ilikuwa ni ya corona, not I mean. Umesema nani? Goliathi. All the time habari ilikuwa ni ya Goliathi. Amen. Goliathi. Mpaka siku moja. Mpaka siku moja. Just akapatikana. Mpaka siku moja. Sasa mchunga akapatikana. Akasema liwe na liwalo. Liwalo na liwe. Huyo Goliathi huyo. Aende chini. Nitamweka chini. Aende chini. Nitamweka chini. Hiyo. Na ijulikane wakati wangu. Goliathi hawatakukimbiza. Kwanza ni Mfilisti asiyetahiriwa. I wish I can preach for somebody here. Can I talk to somebody? To me. Can I talk to somebody? To me. Daudi wa leo ni wewe. Nasema Daudi wa leo ni wewe. Daudi wa leo ni wewe. Goliathi wa leo ni corona. Goliathi wa leo ni wachawi. Goliathi wa leo ni magonjwa. Lazima tutasimama. Tupambane. Kama nani niseme? Kijana huyu alikuwa anasikia habari na pita za zote. Oh my God. Hata alikuja watu wakakimbia. Alikuja watu wakakimbia. Alikuja jeshi nzima ikakimbia. Akasema hata sitaki jeshi, naenda peke yangu. Amen. Mimi na Mungu naambia twende jeshi. Amen. Mimi na Mungu. Mimi na Mungu. I must stop completely the activities of the devil. Hiyo mileage amepatiwa na watu. Hiyo jina kubwa amepatiwa na watu. Nimekuja kumuondoa hiyo jina. Pokea mafuta. Sema haleluya.
so that he can use you. To stand so that he can use you. Mungu anangojea tu usimame useme liwe na liwalo, na ijulikane Mungu wa Elijah ndio namtumikia, na uchawi hautaendelea Kalekani, na kifo hakitasikika kwetu, na kisirani haitasikika, na wachawi kuanzia leo hii maoteo yao yote yameoza. Amen. Pembe zao zote zimeoza. Macho yao yote yameoza. Amen. Na ijulikane siku ya leo ya kwamba ninasimama kama mtumishi wa Bwana. Wakati wangu mabaya haitaendelea. Amen. Nimesimama kuwakilisha mema. Nimesimama kuwakilisha mazuri. Amen. Nimesimama kuwakilisha uponyaji. Nimesimama kuwakilisha ukombozi. Are you here somebody? Yes. Ninaomba uingiwe na ujasiri mpaka utangaze, ujulikane ya kwamba mtu akikufa karibu na wewe, kabla hajapelekwa mochari, apitishwe kwako umfufue. Am I communicating to somebody? Yes. Na utangaze mpaka utangaze kwa Facebook. Utangaze mpaka utangaze kwa WhatsApp status. Ya kwamba if it happens, ya kwamba kuna mtu anakufa na corona, kuna mtu anakufa na ukimwi, kuna mtu anakufa na magonjwa yoyote, kabla mjaenda mochari, mpitie mahali niko, maana ninapeana ufufuo. Hallelujah. Ninaombea watu wako hapa wapokee mafuta ya kubadilisha mazishi, ipate kuwa kusherekea. Mazishi utabadilisha wakati wetu. Nasema tutabadilisha mazishi, tutaiweka kusherekea. Kama ninaongea juu yako sema yes. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Wapendwa, uovu hautasimama mpaka siku ile kutasimama watu waseme liwe na liwalo, na liwalo na liwe. These things must stop. This thing must end. This nonsense. Some say this nonsense. This nonsense. Some say this demonic nonsense. This demonic nonsense. You are ending in my time. You are emptying my time. Time to talk is over. Time to talk is over. Oh my God. Are you here somebody? Yes. Even that poverty unaona inakalia watu, it's time to end. Amen. We are going to be blessing dangerously. We are going to handle money dangerously. Because demons of poverty, you are not going to survive in my time. You are not going to manifest in my time. How about somebody saying, my Father, my God, My Father, my God, every powers of darkness, every powers of wherever you are, wherever you are, come on, come on, come on, come on, come on. come on. Do you know the Bible has given us authority to change anything that you want to change? Amen. We can alter. That's why this is called alter, because it can alter. Alteration. Change. It is called alter because it can alter. Oh my God, I'm talking to a lot of people here. It can alter. It can alteration. Alter something. Change something. Interfere with something. Oh my God, am I talking to somebody? Yeah. We have been given power and authority to change things here on earth and to change even in heaven. Matthew 18:18. We have right of authority. We can agree together that my time and your time, we are not going to see these demonic issues in our life. We are going to see godly things in our life. We are going to tamper with enemy like crazy. Matthew 18:18. Na waambieni kweli, takachofunga duniani kitafungwa mbinguni. Nataka siku ya leo, hata wacha kesho, siku ya leo kuna vitu tutafunga hapa duniani na hazita happen for over 100 years. Amen. Kuna vitu tutafunga hapa saa hii. Magonjwa haitamaliza watu wetu. Kisirani haitamaliza watu wetu. Nasema laana haitamaliza watu wetu. Na tutafunga kwa takriban miaka 200 inayokuja. Kama Yesu Kristo hatakuja, kuna magonjwa inasahaulika na saa hii. Kuna magonjwa, kuna kansa zinatoka. Nasema hospitali
We can change things that are happening in your life. Vitu vyote upende katika maisha yako. We have power. Amen. Maandiko yanasema ya kwamba wawili tu wakikubaliana hapa itakubalika mbinguni. Amen. We are the parliament of the kingdom of God. We can enact a law. Amen. We can pass a law. Tunaweza tukaweka sheria. Nataka tuindafie na mashetani. Amen. Nataka tuindafie na waganga. Kiasi ya kwamba watauliza nini ambacho kinatendeka tu Waheria. Tumekaa hapa miaka 50 na ile tunaona hatujawahi. Tumekaa miaka 100 kadekani, lakini kile tunaona sasa 2021 mwezi wa Machi ukienda kuisha hatujawahi iona tena. Nini hicho kimezaliwa? Mazakala balaba. Sasa say my father, my God, anoint me dangerously. Anoint me dangerously. Deal with the enemy ruthlessly. To deal with the enemy ruthlessly. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Are you here, somebody? Yeah. Naomba Mungu akutilie mafuta na ujasiri. Yaani huo unaanza tu hospitali, unaenda hospitali tu kwenda kuambia watu waende nyumbani. Amen. Unawaangalia kwa vitanda unaambia come out. You are healed in Jesus' name. Amen. Oh my God. Am I communicating to somebody? Yes. Ninakuambia ukiona mgonjwa amebebwa, simamisha hiyo gari kwanza. Simamisha hiyo pikipiki kwanza. Oh my God. Kubaliana hapa chini ya jua ikubalika mbinguni. Hallelujah. Hey. Am I talking to somebody? Yes. Someone say power. Power. Unajua Biblia inasema maasi yakiongezeka ama maovu yakiongezeka, Bwana ataongeza neema. Bwana ataongeza neema. Maovu yakiongezeka, Bwana ataongeza neema. Raundi maovu yameongezeka, naye Bwana ameongeza neema. Amen. Na Biblia inasema kwamba na utukufu wa kumalizia utakuwa mwingi kuliko utukufu wa kwanza. Na Mungu anataka watu walio tayari wabebe utukufu. Hallelujah. Kama unaamini sema yes. Yes. Am I communicating to somebody here? Yeah. Nataka nimalizie na kitabu kile cha Isaiah 54 verse 17. Oh my God. Somebody must confront the powers of darkness today. Amen. Somebody must confront that pain. Hiyo mauchungu inapitia maisha ya watu. Lazima hii habari ati mahospitali imejaa, hiyo habari lazima ikukasirisha, maana mahospitali imejaa, maana kanisa ijasimamisha magonjwa, maana sisi ndio tunabeba uponyaji. Yesu akawaambia yule mtamwekelea mikono ataponywa. Kwa hivyo mahospitali kujaa, inajaa kwa sababu makanisa wateule wa Kristo wameendelea kumagnify shetani. Sisi hatumagnify shetani. Ndio hata Kenya One, napenda Kenya One, maana alisema corona is a demonic drama. Are you here somebody? Yeah. Natangaza mahospitali leo hii watu wanaponya. Amen. Mahospitali watu wanaponywa. Wanaamka asubuhi wakienda nyumbani. Hatutazika mhubiri tena. Amen. Nasema hakuna mhubiri atakufa Kenya hii. Amen. Mababa wa kiroho tunawapatia uhai mrefu. Amen. Maandiko inasema ulimi wa mtu unatoa kifo ama uhai. In your tongue there is life. In your tongue there is death. Choose to speak life. Hallelujah. I speak life upon your life. Amen. I speak life upon your body. Amen. Come on, put it all together for Jesus. Hallelujah. Are you here somebody? Yes. Lazima kutoke watu wako na habari nyingine. Watu waliobeba habari nyingine. Lazima tubebe habari nyingine. Tusaidie wale kubeba habari hiyo ya uovu. Maana shetani ameingia kanisani, ameshika mawazo ya watu, wanabeba maovu, wanaongea maovu, wanatafsiri maovu, wanatabiri maovu, wanaona kushindwa, wanaona kufilisika. Lazima tupatikane species nyingine kanisani inayobeba akili tofauti. Are you here somebody? Yes. Maana inasema lakini Caleb na Joshua walikuwa na roho tofauti.
Wale wengine waliona kushindwa. Lakini Joshua na Kalebu walibeba roho tofauti. Waliona wanaweza. Waliona wanaweza. Wacha nikuambie leo ndio tutahubiri. Hii ndio wakati tutahubiri. Sisi ndio mitume wa mwisho. Kanisa la mwisho sisi ndio tumepewa. Na tutaingia mpaka makaburini. Tutaingia mpaka makaburini. Wacha kufufua wakiwa mochari. Tutawafufua wakiwa mifupa mikavu. I'm talking to the wrong people here. Sijui ni wangapi imani yao inaandamana na imani yangu. Kwa kwamba lazima tubadilishe maneno. Kama unaamini sema yes. Pigia Yesu makofi mazuri. Am I communicating to somebody? Lazima kujulikana ya kwamba there is a different species somewhere. There is a regenerated spirit somewhere ambao inaongea contrary to the devil. Contrary. Hata wakikuotesha vibaya, amka hiyo asubuhi, jioteshe vizuri. Amen. Jioteshe ndoto nzuri. Jioteshe kuendelea. Lazima kupatikane akili zinapigana na shetani. Macho yanapigana na shetani. Amen. Maneno yanapigana na shetani. Hata kutembea kwako ijulikane ya kwamba hautembei kama wale wengine. Maandiko yanasema huyu msichana alipomwona Petero akitembea akasema hata kutembea kwako unatembea kama Jesus. Hautembei kama sisi. Kuna watu wanatembea kushindwa. Wanavaa kushindwa. Wanaongea kushindwa. Wanaota kushindwa. Wanalala kushindwa. Wanaamka kushindwa. Na kuombea huyo mtu asikuwe ni wewe. Hata kutembea kwako kufanye shetani ameze wembe. Kufanye shetani ahangaike. Hata kupumua kwako. Ayayayayayaya. Hela baba. Kaka. Hela baba. Am I talking to somebody? Yes. Lazima ujulikane ya kwamba ulipitia school of deliverance. Ulipitia university of deliverance. Ulibadilisha mawazo. Ulibadilisha maneno. Ulibadilisha maono. Ulibadilisha kutembea. Lazima shetani ajue ya kwamba mikono yako imefundisha vita. Sio kukula ugali peke yake. We are uprooting the powers of darkness. We are interfering with the devil. I say we are interfering with the activities of Satan. Kama ninaongea juu yako, patia Yesu glory ya ajabu katika nyumba. Hallelujah. Angalia jirani yako, mwambie it will not happen. It will not come to pass. Are you yes somebody? Yes. Now people are in difficult situation. They are preparing themselves to die. Hey, utaendera. Niliona juzi gavana mzima anaandika kwa Facebook, anasema vitanda vya hospitali vimekwisha. Watu wanangojea nje, wanaomba wengine wakufe ndio wapate kitanda. What a demonic statement. What a demonic. People are watu sasa wale ambao wako kule nje wanahitaji moto itoke kwa kanisa ni waamshe. Wameisha. Watu sasa wanauawa na vitu ambao hata hakuna. Watu wanauawa na uoga. Are you here somebody? Watu wanauawa na vitu ambao hakuna, kwa sababu kumekosekana moto kutoka kwa madhabahu. Maandiko yanasema utakapomuinua Kristo atajivutia watu. Amen. Utakapomuinua Kristo atajivutia watu. Amen. Kuna watu lazima wavutwe kutoka vitanda vya mauti. Amen. Kuna watu lazima tuwaombee. Kuna mipango lazima tuikanushe. Amen. Hatukanushi mipango ya kadekani peke yake. Tunakanusha mpaka mipango ya world systems. Dunia mzima. Hallelujah. Kile wamepanga dunia mzima. Oh my God. Hallelujah. Am I communicating to somebody? Yes. Somebody say, my Father, my God. My Father, my God. Anoint me dangerously. Anoint me dangerously. To deal ruthlessly with the plans of the devil. To deal
the name of Jesus. In the name of Jesus. Am I talking to somebody? Yes. Isaiah 54 verse 17. Isaiah 54 verse 17. Silaha zote zitakaoundwa kudhuru wewe hazitavaa chochote. My God. Silaha ambao zimeundwa kinyume na wewe hazitafaulu. Hey, do you know something? When you start to represent the kingdom of God, whoever fights you fights the kingdom. Anytime ukisimama utangaze kinyume na nguvu za giza, wakiamua kukuinukia, huwa wanainukia yule alikutuma. Ule mtu alikuwa anaitwa Sauli, aliyebadilika akaitwa Paulo. Alikuwa na persecute kanisa wakati huo kanisa ikianza. Basi siku moja maandiko yanasema alipokuwa anaenda Damascus, akaanguka chini, macho yakajaa mavitu ya white. Hapo Yesu akatokea, akamuuliza, Sauli, Sauli, why are you persecuting me? This man never knew that he was dealing with Jesus. Alikuwa anafikiri ya kwamba ana persecute kanisa. Wakati waliamua kule mbinguni kuact, Jesus himself appeared. My brother, my sister, don't fear. Amen. Don't fear. Hallelujah. Don't fear. Amen. No weapon forged against you shall prosper. Amen. Hakuna silaha iliyoandaliwa kinyume na wewe itakayo kuweka chini. Amen. Daudi anasema tangu alipokuwa mdogo mpaka saa hii hajaona mwenye haki wa Mungu amewachwa. Hallelujah. Somebody say Jesus. Jesus. This is the best time to demonstrate the power of God. Amen. This is the best time. This is the best time to arrest coronavirus. You will see the demons of corona and COVID, whatever they are calling themselves, manifesting themselves here. Amen. We are dealing with the spirit. Hallelujah. Inasema ya kwamba na hakuna silaha. Endelea. Silaha zote zilizoundwa kukudhuru wewe hazitavaa chochote kile. Oh yes. Mtu akikushtaki mahakamani utamshinda. Hilo ndilo fungu nililowapangia watumishi wangu. My God. Sikia ile Kiingereza inasema hivi, but in that coming day which I believe is today, and you must believe God with me because I'm sensing a huge miracle happening. Amen. I'm sensing a move of God that has never been seen. Hallelujah. I'm sensing the power of God coming to rest upon this altar. Amen. I'm sensing a huge move of God. Hallelujah. Sielewi kama utakuwa umehesabiwa pale. Lakini nasema kuna watu wako ndani ya nyumba hii. Wanaondoka na real power. Hallelujah. Real anointing. Real grace. Hallelujah. Are you here somebody? Yes. Sikia vile inasema, but in that coming day, which I believe is today, no weapon formed against you will succeed. You will silence every voice raised up to accuse you. Amen. Hey! Hallelujah. You will silence anything speaking against the God's people, anything speaking against the church. If it will continue to speak, it is our failure. It is us who have failed to silence that voice. Kama wataendelea kuongea, kama wataendelea kulaani, kama wataendelea kuroga, ni sisi tumewaruhusu waendelee na kuongea. Maana inasema we will silence every voice rise to accuse us. Oh my God. Hallelujah. That voice accusing you is going to be silenced today. Hallelujah. Oh my God.
the servants of the Lord. Their vindication will come from me. I, the Lord, have spoken these benefits. So that is a benefit of the kingdom. We are going to silence the enemy. Amen. The plan of the enemy will not happen. It will not come to pass. Hallelujah. Isaiah 7:7. And this innovation, this plan of the devil will not work in my time. I'm telling you. I will stand with God. Me too. I will stand with his promise. Amen. Am I communicating to somebody? Yes. Na lazima tupate watu katika nyumba hii, watu ambao they will die believing God. Amen. No matter what. Yes. They will die believing God. They will die saying Jesus is Lord. Hallelujah. Amen. We are not going to change our perspective. The faith that we believed, the faith that made us to be born again, that is the faith we are going to carry until the end. Hallelujah. That devil is a liar. That devil is a liar. Oh my God, I can see a prospering person here. Hallelujah. Naona Mungu akikufanikisha. Amen. Naona Mungu akikupa usemi usio na watu. Hallelujah. Naona Mungu akikupatia maneno yasiyo na watu. Amen. Naona Mungu akikupatia mawazo yasiyo na watu. Amen. Naona Mungu akikupaka neema isiyo na watu wengi. Kama unaamini sema haleluya. Haleluya. Sikia kitabu cha Matendo ya Mitume 13:9 vile inasema, then Saul, who was called Paul, filled with Holy Spirit, looked straight at Elymas the sorcerer in the eye. Then he said, you son of the devil, full of desires and fraud, an enemy of all that is good, will you never stop perverting the true ways of the Lord? Watch now, for the Lord has laid his hand of punishment upon you, and you will be struck with blindness. Acts of Apostles 13:9. Basi Saulo ambaye aliitwa pia Paulo, akiwa amejaa Roho Mtakatifu. Inaitwa confronting anointing. Confronting anointing. Confronting anointing. Can I talk to somebody? Yes. Do you know watu wakikunenea na wewe huwezi kuongea watakumaliza? Watu wakikunenea ati wewe wanakunenea alafu kazi yako ni kwenda kujifungia kwa nyumba unalia. When they talk. Hallelujah. Am I communicating to somebody? Yes. Kitu ile kimeua watu huku duniani ni kunenea ukiwa umenyamaza. Ndio maana uko na platform zote. Una platform za WhatsApp, ya SMS, ya nini na nini ya kuongea. Umesho umeongea. Don't be silenced. Because one day you will sleep and you will not talk. Utaomba, I wish ningeamka sekunde moja niongee. Now you have the time. Anointing of confrontation. Amen. Wacha wakujua wewe ni kielele na kislani. Hallelujah. Wakiongea unaongea. Amen. Am I talking to somebody? Yes. Wakisimama unasimama. Amen. Wakirusha makombora unarusha makombora. Hallelujah. Am I talking to somebody? Yeah. Wakisema uwezi uambie wao ndio wataweza, wewe utaweza na unaweka in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Am I communicating to somebody? Yeah. Ndio walimwambia Paulo unajiringaringaringa, wakasema you are boasting, I am boasting because of Jesus. Hallelujah. Wakikwambia unajiringaringa waambie it is very true. I am boasting because of what? Because of Christ who is in me, the hope of glory. Amen. Don't keep quiet. Learn to speak. Amen. Learn to confront. Hallelujah. Wacha watu wajue ya kwamba una sauti ya kuongea. Wacha mapepo ijue una sauti ya kuongea. Amen. Nataka uwe mtu wa kupiga nduru. Ukipiga nduru kwa niaba ya Kristo. Hallelujah. Ukisema liwe na liwalo. Utamuona Mungu wangu. Hallelujah. Am I talking to somebody? Yeah. Maana inasema Paulo akiwa amejawa na Roho Mtakatifu akamwangalia yule mchawi macho kwa macho, akamwambia mlaghai wewe, mkora wewe, hautawacha kupoteza watu kwa njia zako potofu. Akamwambia sasa, angalia
want you to confront powers of darkness. I want you to silence the enemy. I want you to frustrate the plans of the devil. Nataka uingie kwa ndoto zote zimeotwa kinyume na wewe na kinyume na watu wa Mungu. I want you to frustrate them. Amen. Biblia inasema ya kwamba is God who frustrates the plans of fortune tellers. Ni Mungu anayewatia waganga wazimu. Is God who frustrates the fortune tellers. Nataka mtu aombe hapa. Ikiwezekana ugrab mikono ya mtu, umwambie nataka niamini na wewe ya kwamba kuna kitu kinabadilika leo. Amen. Kuna kitu hapa, kuna kitu kinabadilika. Amen. Kuna kitu kinabadilika kwangu, kuna kitu kinabadilika kwako. Lazima tubadilishe atmosphere leo. Amen. Na lazima shetani ajue ya kwamba hatujakuja kumuonyesha meno ya kucheka. Tumebeba simba wa kabila ya Yuda ndani yetu. Hallelujah. Na simba hacheki. Hallelujah. Are you here somebody? Yes. Na kama ni kuondoka, tutaondoka tukisema ya kwamba in our time we demonstrated the power. We came, we conquered, and we left. Hallelujah. Hey, kama kashokolasa. Hey, we came, we demonstrated the power. We conquered the world, and we left. Hallelujah. Not them making us to live. No. Are you here somebody? Yes. God bless you so much our viewers. Kumbuka hapa ni Kings Love Ministry. Tunaingia kwa maombi. Don't give devil a chance. Don't allow him to manifest anywhere in your life. Frustrate him left, right and center. Wacha wachawi wajue they are dying because you are around. Kwanza ninaomba hii corona iue tu wachawi na warogi na madevo worshiper na maangeli na washirikina wote in Jesus name. Are you here somebody? Maandiko inasema wakati pandemic ilishuka pale Misri wakati wa Musa, Waisraeli walikuwa wanakaa mahali walikuwa kunaitwa Gosheni na magonjwa haikufika Gosheni. Am I talking to somebody? Maji ilipokuwa ina change na kuwa damu ya Gosheni haikuchange. Wakati Farao alikuwa anaona majura kila mahali, Gosheni hakukufika majura. Wakati chawa zilikuwa kila mahali pale Misri, Gosheni mahali Waisraeli walikuwa wanakaa, hata kachawa kadogo hawakukaona. Inaitwa Gosheni anointing, anointing of preservation. May that anointing sit upon you today. Somebody say Gosheni anointing. Gosheni anointing. Sit upon me powerfully. Sit upon me power. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Kuna namba ya simu iko hapo, unaweza jiunganisha na hii anointing na hii fire, na Mungu akubariki. Unaweza tumia hiyo namba kutoa fungu lako la 10 na matoleo yako yote ambayo unasema mtu wa Mungu, kuna kitu ninaamini Mungu anitendee siku ya leo. Definitely God will do it for you in Jesus name. Kumbuka kesho tunakuja kwako mida ya saa 2:30 na saa 3 na saa tunakuja saa 2, na Mungu akubariki. Kile umeshaka na jina langu ninapo sign out, na hapa ni Kings Love Ministry Karekara. God bless you. Put your hands together, appreciate our viewers from all over the world in Jesus name.